Kadri vita nchini Ukraine inavyoendelea, Ulaya imekuwa ikijionyesha kama mtetezi wa demokrasia na uhuru wa mataifa. Hata hivyo, sauti mbadala hasa kutoka RT, Sputnik na wachambuzi wa kambi ya BRICS zinadai kuwa mataifa ya Ulaya yanavuna faida kubwa za kiuchumi na kisiasa kutokana na mgogoro huo, huku ikijionyesha kama waamuzi wa maadili ya kimataifa. Madai haya yanaungwa mkono na mwenendo halisi ya ongezeko la uzalishaji wa silaha, mikataba mipya ya ununuzi wa ulinzi, panuka kwa bajeti za kijeshi na ushawishi mkubwa juu ya muundo wa usalama wa Ukraine baada ya vita. Kwa mujibu wa Ukraine Support Tracker, tangu vita ianze hadi katikati ya mwaka 2025, mataifa ya Ulaya yametoa euro bilioni 35.1 kwa ajili ya msaada wa kijeshi kupitia mikataba mipya ya uzalishaji, kiasi ambacho ni euro 4.4 bilioni zaidi ya kile kilichotolewa na Marekani katika kipindi hicho. Hii ina maana kwamba serikali ya Ulaya hazitoi tu vifaa vya zamani, bali zinalipa makampuni ya ulinzi ya Ulaya na hivyo kukuza mahitaji, ajira na faida ndani ya bara hilo. Kampuni nyingi za ulinzi barani Ulaya zimeripoti ongezeko la oda za risasi, drone, magari ya kivita na mifumo ya kijeshi. Wachambuzi wanasema vita imekuwa kichocheo kipya cha sekta ya ulinzi ya Ulaya, ikifufua viwanda vilivyokuwa vimedumaa wakati wa amani. Faida za Ulaya hazipo tu kwenye uchumi. Kadri Marekani inavyogeuza umakini wake mara kwa mara, uongozi wa Ulaya katika kumsaidia Ukraine unaongeza uhuru wake wa kimkakati. Taasisi ya Brookings inaeleza kuwa Ulaya inajiandaa kuwa mfadhili mkuu wa Ukraine pindi Marekani itakapopunguza ushiriki wake. Kupitia rasilimali za Urusi zilizogandishwa, faida za vikwazo na mifumo ya umoja ya manunuzi ya silaha, Ulaya inajenga nafasi yake ndani ya mustakabali wa usalama wa Ukraine. European Peace Facility EPF, ambayo hapo awali ilikuwa chombo kidogo, sasa imekuwa njia kuu ya kufadhili na kusambaza silaha. Hata nyaraka za mipango ya muda mrefu zinapendekeza uanzishwaji wa vituo vya pamoja vya uzalishaji wa kijeshi hata ndani ya Ukraine na dhamana za usalama zinazoimarisha ushawishi wa Ulaya. Katika makala ya maoni iliyochapishwa na Sputnik, mchambuzi wa kijeshi Scott Reiter anaituhumu Ulaya kwa kuchochea vita makusudi ili kuhalalisha upanuzi wa kijeshi, kumtenga Urusi na kumfunga Ukraine milele kwenye miundo ya Ulaya. Anadai Ulaya haikuwahi kuwa na nia kutekeleza makubaliano ya Minsk kwa dhati. Wakosoaji wanaainisha manufaa matatu makuu kwa Ulaya: mahitaji ya ulinzi, vita vinahalalisha ongezeko bajeti ya kijeshi na mauzo ya silaha; ushawishi wa kisiasa, Ulaya inaamua mustakabali wa taasisi za Ukraine baada ya vita; nguvu ya kimaadili, hoja ya kutetea demokrasia inatumiwa kuhalalisha msimamo wa kijeshi uliopanuka. Ndani ya Ulaya yenyewe, uchovu wa umma, mipaka ya bajeti na migawanyiko ya kisiasa vinaibua maswali juu ya kuendelea kuongeza matumizi ya kijeshi bila kikomo. Wachambuzi barani Afrika wanaonya kuwa mwelekeo wa Ulaya kuelekeza nguvu katika ulinzi na Ukraine unaathiri miradi ya maendeleo ya ushirikiano katika kusini mwa dunia. Baadhi ya misimamo inaona kufutwa kwa miradi ya Afrika si tukio la bahati mbaya, bali mabadiliko ya vipaumbele. Ingawa Ulaya inachangia sana katika kusaidia Ukraine kujilinda, maswali muhimu bado yapo. Je, Ulaya inaweza kudai uadilifu wa kimaadili huku ikinufaika na vita virefu? Je, uongozi wa Ulaya katika usalama wa Ukraine utaleta uhuru au utegemezi mpya? Je, faida za kijeshi na kisiasa zinahalalisha hatari ya vita virefu au kuchochea mzozo mpana zaidi? Wachambuzi wanahitimisha Ulaya si mtetezi pekee katika vita hii, pia ni mdau mwenye maslahi. Iwapo jukumu hilo litakuwa la kujenga au la kujinufaisha, ndilo litakaloamua urithi wa Ulaya katika mgogoro wa Ukraine na mustakabali wa uhuru wa Ukraine yenyewe. Hii ni ripoti ya Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Hassan Magulumali.